Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yaruhusu meli zisizo na uhasama kupita katika mlango bahari wa Hormuz, wakati rais wa Marekani Donald Trump akituma mpango wa amani. Uchunguzi wa BBC wafichua biashara haramu ya samaki wachanga ikihusisha mtandao wa Hong Kong. Na ikiwa ni mwezi unaoangazia ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, tunahoji ni kwa nini Afrika Mashariki na viwango vya juu vya ugonjwa huo na changamoto zinazokwamisha sekta ya afya. Si kwamba Afrika Mashariki ina watoto wengi zaidi ambao wanapata ulemavu wa ubongo pekee, bali kuna mchanganyiko wa sababu za kitabibu na kijamii zinazochangia kuwa na hii shida ya cerebral palsy kwa wingi katika Afrika Mashariki. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Victor Kenani. Shukran Martha. Rais Donald Trump amesisitiza kuwa utawala wake ulikuwa unazungumza na watu sahihi nchini Iran na kwamba walikuwa na hamu kubwa ya kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa wiki 4. Amedokeza kuhusu zawadi mpya na muhimu sana iliyotolewa na Marekani na wapatanishi wa Iran, akiongeza kuwa inahusiana na mafuta na gesi pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Tehran imekanusha kuhusu mazungumzo yaliyoripotiwa. Iran imeambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Shirika la Kimataifa la Usafirishaji Baharini kwamba meli zisizo na uhasama zinaweza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz iwapo zitaratibu na mamlaka za Iran. Zaidi na Esther Luambano. Hapo awali msimamo wa Tehran ulikuwa kwamba mlango huo wa bahari ulikuwa umefungwa kabisa kwa usafirishaji wa kibiashara kufuatia mashambulizi dhidi ya Iran yaliyofanywa na Marekani na Israel. Jeshi la Iran lilikuwa limetishia kukishambulia chombo chochote kitakachopita bila idhini. Mzozo huo umesababisha karibu kusimama kabisa kwa usafirishaji wa takribani 1/5 ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyo katika mfumo wa kimiminika kupitia mlango huo, jambo lililosababisha usumbufu mkubwa katika usambazaji wa mafuta duniani. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya nchi au kampuni zimefanya mazungumzo kimya kimya na Iran ili kupata njia salama ya kupita. Meli ambazo tayari zimefanikiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz ni pamoja na zile za kutoka China, India na Pakistan. Matokeo ya uchaguzi mkuu wa Denmark yanaonyesha muungano wa mrengo wa kushoto unaoongozwa na waziri mkuu Mette Frederiksen umepata kura nyingi zaidi. Muungano huo umepata viti 84 bungeni, lakini umeshindwa kufikia viti 90 vinavyohitajika ili kupata wingi wa kura wa moja kwa moja. Chama cha B. Frederiksen, Social Democrats, kimepata matokeo yake mabaya zaidi tangu mwaka 1901. Kwa jumla, vyama vya mrengo wa kulia vimepata viti 77. Chama cha wastani cha The Moderate Party kinachoongozwa na waziri wa mambo ya nje Lars Rasmussen kimeibuka kuwa mdau wa kuamua mustakabali wa serikali kwa kupata viti 14. Mazungumzo magumu yanatarajiwa kufanyika ili kuunda serikali ya muungano. Na jopo la majaji katika jimbo la New Mexico limeamua kuwa kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii Meta ilikiuka sheria za jimbo kwa kupotosha watumiaji kuhusu usalama wa majukwaa yake na kuruhusu matendo ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto. Kampuni hiyo inayomiliki Facebook, Instagram na WhatsApp imeamriwa kulipa dola milioni 375 za Marekani kama faini ya madai ya raia. Uamuzi huo ulitolewa nje ya mji wa Santa Fe baada ya kesi iliyodumu kwa wiki 6. Meta imekanusha madai hayo ikisema kuwa ina hatua nyingi za usalama zilizowekwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania, Zenj FM visiwani Zanzibar, Mwanedu FM nchini Kenya, Voice of Karamoja Uganda na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma mpango wa amani kwa Iran huku akionyesha matumaini Jumanne ya kumaliza karibu mwezi mzima wa mapigano, wakati Tehran ikitangaza kuwa itaruhusu meli za mafuta zisizo na uhasama kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Trump, ambaye matamshi yake katika siku za hivi karibuni yamebadilika sana, amesema Marekani iko kwenye mazungumzo kwa sasa na Iran, ingawa Iran haijathibitisha rasmi mazungumzo hayo.
It was a very big present worth a tremendous amount of money. Ilikuwa zawadi kubwa sana yenye thamani ya fedha nyingi sana. Sitoambia zawadi hiyo ni nini, lakini ilikuwa zawadi muhimu sana, na waliitoa kwetu na walisema wataitoa. Hivyo hilo linamaanisha jambo moja kwangu, kuwa tunashughulika na watu sahihi. Haikuhusiana na nyuklia, ilihusiana na mafuta na gesi. Ndiyo, ilihusiana na mtiririko na mlango wa bahari wa Hormuz. Yeah, it was regulated to the flow and to the strait, yeah. Iran katika ujumbe uliosambazwa na shirika la kimataifa la usafirishaji baharini muda mfupi baadaye ilitoa hakikisho la kupita salama kwa meli zisizo na uhasama katika mlango wa bahari huo ambao ni lango la takriban 1/5 ya mafuta ya dunia. Katika siku za hivi karibuni, Iran tayari ilikuwa imesema haitayalenga mataifa rafiki, ingawa meli nyingi zimekuwa zikiepuka njia hiyo kutokana na kampuni za bima kukataa kubeba hatari. Pendekezo hilo jipya linaripotiwa lingedumisha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao wiki chache zilizopita ulikandamiza kwa nguvu maandamano makubwa na kuua maelfu ya watu licha ya ahadi za awali za mabadiliko ya utawala zilizotolewa na Trump na hasa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Uchunguzi wa BBCI umefichua biashara haramu ya kimataifa ya samaki wa changa aina ya mikunga wanaoitwa na walanguzi kokeni ya baharini. Mtandao wa magendo wenye makao yake Hong Kong unawapata samaki hao kutoka Ulaya na kuwatorosha kwenda Asia licha ya marufuku ya usafirishaji nje ya nchi. Isabela Mwagodi na maelezo zaidi. Kuna baridi, ni giza na mvua inanyesha. Hali nzuri kabisa kwa mvuvi Shen. That tide's massive. Maji hayo ni mengi sana. Hayajawa hivi kwa siku nyingi. Huu ni mto Severn huko Gloucester, Uingereza. Moja ya sehemu ambapo samaki aina mikunga Ulaya bado wanaweza kupatikana. Msisimko wa ajabu huu. Wapi wanakwenda, watakuwa wapi, kila kitu ni siri kuu. Angalia, kuna wengi sana humo ndani. Pengine kuna kilo kama 2 hivi hapa. Probably 2 kilo in there. Nchini Uingereza, idadi kubwa ya samaki mkunga wachanga lazima wawe wanauzwa kwa ajili ya miradi ya kuwahifadhi. Shen anauza mikunga hawa kwenye bohari chini ya sheria. Katika soko la magendo kule Asia, shehena hii inaweza kuwa na thamani ya $1000. Kwa Shen, usiku wa leo ni kama amepata samaki wa kunga 100 hivi. 3 hours fishing. Saa 3 za kuvua napata pauni 175. Katika mkahawa kifahari jijini Paris, Duke, ambalo si jina lake halisi, anafurahia sahani ya mikunga. Ndani ya Umoja wa Ulaya kuna soko la kisheria la mikunga, lakini Duke havutiwi na hilo. Inasemekana tani 100 za samaki wadogo mikunga husafirishwa kimagendo kutoka Ulaya. Ningesema hiyo ni idadi ndogo sana. Tunawaita kokeni hai, kokeni ya baharini. Duke ameiruhusu BBC World Service kufuatilia operesheni yake ya usafirishaji haramu wa samaki aina ya mkunga wa changa, mradi tu jina lake lisijulikane. Hi, Duke. Anampigia simu mwanachama wa genge huko Hong Kong ili kuhakikisha wako tayari kwa shehena ya hivi karibuni haramu kutoka Ulaya. Samaki mkunga wa Asia ambaye alikuwa akisambazwa China pia ni adimu, hivyo mahitaji ya mkunga wa Ulaya yameongezeka sana. Hakuna njia halali za kisheria, hivyo biashara ya siri inastawi. Mwanasayansi Florian Stein anaeleza. Kwa hiyo hapa tunazungumzia moja ya uhalifu mkubwa zaidi wa wanyamapori duniani kwa upande wa wanyama wanaosafirishwa haramu pamoja na dhamani ya udanganyifu. Na dhamani ya jumla ya nyama hiyo ni euro bilioni 2 hadi 3 kwa mwaka. Mkunga hao wachanga hufungwa kwenye masanduku na kusafirishwa kama mzigo kwenye ndege. Mwanachama wa genge la Duke anasubiri ufukweni huko Hong Kong. Anaelezea kile wanachofanya baada ya kuchukua masanduku hayo kutoka kwa uwanja wa ndege. Zinasubiri zikiwa na vifaa vya kuwaweka samaki mikunga hai. Kuna maelfu ya mashamba ya samaki mikunga nchini China. Mara baada ya kunenepeshwa, kusindikwa na kuuawa, wanaweza kuuzwa popote duniani. Wanapeleka China. Tunatumia boti za mwendokasi au boti nyingine ndogo. Pamoja na genge la jirani, tuna timu 6 ambazo zinatosha kuendesha operesheni nzima ya magendo ya mikunga wa Ulaya. Wanachama wa magenge waliambia BBC kuwa ingawa magendo ya mikunga yana faida kubwa kama cocaine, adhabu ukikamatwa ni ndogo zaidi.
Tumerudi kwenye mto Severn nchini Uingereza, ambapo mvuvi Shane sasa anafunga mizigo yake kwenye gari. My granddad used to do it. Babu yangu alikuwa akivua samaki mkunga. Babu yangu na mjomba wangu tulikuwa tunajua walikuwa wakienda wapi. Sasa siasa imezidi, kwa hiyo heri niende tu kuvua, nifurahi kukamata samaki na kurudi nyumbani. Go home. Ndivyo inavyokamilika taarifa yake Isabela Mwagodi. Twiga ni alama na fahari ya Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, nao wako hatarini kutokana na magonjwa na uwindaji haramu. Taasisi ya Wild Nature tangu mwaka 2011 imekuwa ikifanya kazi ya kuwatambua twiga kwa kupitia mabaka yake kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya Tarangire, Serengeti, Ziwa Manyara na Burunge. Lengo likiwa ni kudumisha uhifadhi wao kwenye mazingira yao ya asili. Utafiti wao unahusisha upigaji picha na matumizi ya akili unde ili kuchakata taarifa za mabaka zilizokusanywa katika picha ili kuwatambua. Mwandishi wa BBC Egan Sala alifuatilia na kutuandalia taarifa hii. Twiga ni alama na fahari ya Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi. Kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, nao wako hatarini kutokana na magonjwa na uwindaji haramu. Hizi ni jitihada za makusudi kuwafuatilia na kuwatambua. Taasisi ya Wild Nature Institute tangu mwaka wa 2011 imekuwa ikifanya kazi hii ya kuwatambua twiga kwa kupitia mabaka yao kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya taifa ya Tarangire, Serengeti na Ziwa Manyara. Twiga wana alama ambazo hazifanani. Hakuna twiga wawili wanaofanana alama zao. Alama zao za mabaka ya ngozi ni kama alama zetu za vidole. Kwa hiyo tukipiga picha twiga mmoja, tunaweza kumtambua baadaye tukiangalia zile alama zake. Aina hii ya utafiti pia inajali ustawi wa wanyama hao, kwani hawakamatwi wala kudungwa sindano wakati wa utafiti kama ilivyo kwa wanyama wengine. Hatuhitaji kuwasumbua kwa namna yoyote. Kwa hivyo tunatoa maarifa kuhusu twiga ambayo yanawezesha namna bora zaidi ya kuwahifadhi bila kuwabugudhi kwenye mazingira yao ya asili, na hatuwakamati kabisa, sababu hiyo ni hatari. Akili unde kwa sasa haikwepeki na imekuwa msaada mkubwa kwenye kutatua na kurahisisha mambo mengi. Wataalamu wa Microsoft wamesaidia mpango huu kwa kuunda programu maalum ya uchakataji data. Every conservation needs data. Uhifadhi unahitaji data muhimu zaidi. Wanahitaji taarifa sahihi ili waweze kufanya maamuzi yakinifu kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Taarifa yake Egan Sala inatupeleka viwanjani kwake Florian Kaijage. Asante sana Martha. Taarifa kubwa kabisa asubuhi ya leo ni mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah raia wa Misri ametangaza kuwa ataondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Misri mwenye umri wa miaka 33 ambaye alijiunga na Liverpool kutoka Roma huko Italia mwezi Juni mwaka 2017 alithibitisha habari hizo katika ujumbe wa video kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii. Kwa bahati mbaya siku imefika. Hii ni sehemu ya kwanza ya kuaga kwangu, alisema Salah. Nitaondoka Liverpool mwishoni mwa msimu huu. Salah alisaini mkataba mpya wa miaka 2 na Liverpool mnamo Aprili 2025, lakini ataondoka kwa uhamisho huru baada ya klabu hiyo kusema imefikia makubaliano juu ya mustakabali wake. Katika kipindi cha miaka 8 hadi hivi sasa, Salah amechezea Liverpool michezo 435 katika mashindano yote na kufunga magoli 255 na kutoa pasi za mwisho 122 zilizozaa magoli. Kwa upande wa ligi kuu ya England amefunga magoli 189 na kutoa pasi za mwisho 92. Ametoa mataji 10 makubwa yakiwemo mawili ya ligi kuu ya England na moja la ligi ya mabingwa Ulaya. Meneja wa timu ya soka ya wanawake ya Chelsea Sonia Bamposta amesema mchezo wa wanawake unahitaji heshima zaidi, huku akionekana kufadhaishwa na kiwango cha uamuzi katika mechi yao ya mkondo wa kwanza ya robo finali ya ligi ya mabingwa wanawake Ulaya dhidi ya Arsenal katika dimba la Emirates. The Blues walipoteza 3-1, lakini mabao mawili yalitinga kimiani yalikataliwa. La kwanza lilikuwa uamuzi wa kutatanisha ambao Viel Bullman aliamuriwa kuwa alimsukuma Lyon Cardina kabla ya kupiga mpira wavuni katika kipindi cha kwanza, na lingine la dakika la lala salama lilo lalamikiwa mno, lakini marejeo ya picha yalionyesha kuwa muamuzi alikuwa
sahihi katika tenis. Jannik Sinner ameendeleza matokeo yake bora kwa ushindi wa 7-5 7-6 dhidi ya Alex Mishinin kwenye mashindano ya Miami Open. Mchezaji huyo nambari 2 kwa ubora duniani, raia wa Italia, alishinda seti yake 25-26 mfululizo katika michezo 1000 ATP Masters wakati wa ushindi wake dhidi ya Corinthians Muchit juzi Jumatatu na kuweka rekodi mpya katika tetesi. Kwa ufupi sana ni kwamba Manchester City na Manchester United wanamtaka kiungo wakati wa Newcastle raia wa Italia Sandro Tonali miaka 25, ingawa mchezaji huyo wa zamani wa AC Milan angependelea zaidi kurejea katika nchi yake. Dondoo za michezo. Tunakomea hapo kwa sasa. Kwako Martha. Habari kuu asubuhi hii. Iran yaruhusu meli zisizo na uhasama kupita katika mlango bahari wa Hormuz, wakati rais wa Marekani Donald Trump akituma mpango wa amani. Uchunguzi wa BBC wafichua biashara haramu ya samaki wa changa ikihusisha mtandao wa Hong Kong. Na ikiwa ni mwezi unaoangazia ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, tunahoji ni kwa nini Afrika Mashariki na viwango vya juu vya ugonjwa huo na changamoto zinazokwamisha sekta ya afya. Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Msikilizaji, unaweza kutembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Tayari tumekuwekea taarifa mbalimbali ikiwemo ulizotoka kusikia hapa kwa Florian Kaijagi muda mfupi uliopita. Tetesi za soka Ulaya, Tonali kuzitosa Man United, Man City kwenda Italia. Unaweza kusoma kwa kina na taarifa nyingine zilizoko hapo. Tusonge mbele. Katika mazingira tulivu katika eneo la Githurai jijini Nairobi, mama mmoja mwenye azma ya dhati anajitolea maisha yake kumlea mwanawe wa pekee aliye na ugonjwa wa kupooza ubongo, cerebral palsy, huku akijitahidi kupenya katika ulimwengu ambao mara chache hutoa nafasi kwa ajili yake, huku hali ngumu ya kifedha na uchovu wa kihisia vikitishia kumlemea, na anakataa kuruhusu ulemavu wa mwanawe uwe kigezo cha kumtambulisha. Mwezi mzima huu wa Machi unatambulika kuwa mwezi wa kitaifa wa uhamasishaji wa ugonjwa wa kupooza ubongo. Asha Juma anaarifu zaidi. Kitu ni mtoto wangu. Nampenda. Yaani kitu yote yenye nafanya kwa hii maisha, ikuwe ni mbaya ikuwe ni mzuri, ni sababu yake. Huyu mtoto ananitegemea 24/7 kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ni mimi na huyu mtoto. Nilikuwa na ile yenye inaitwa prolonged labor ya siku 4. Nilimwaga maji siku 4 bila kushughulikiwa. Ya 5 nikapata mtoto, alafu akapelekwa NBU, akalazwa wiki 2. Ulijua pengine umejifungua mtoto aina gani kipindi hicho? Maji yangu ndio ilipasuka. Mimi sikuwa na ile uchungu ya labor pain. Ni maji tu ilipasuka. Siku zilikuwa zimefika za mtoto kuzaliwa. Tukaenda hospitali ya kwanza, wakasema wanachukua life insurance. Hatuna. Tukaenda hospitali ya pili, wakasema hawachukui mtu mwenye anakuja kujifungua mara ya kwanza. Wanachukuanga kama ni mtoto wa pili ama ni mtoto wa 3, lakini mtoto wa kwanza hawachukui. Ndio tukaenda sasa hiyo hospitali nilizalia mtoto. Tulipofika, daktari aliniambia temi yake imeisha, yeye anataka kwenda kulala, ningoje daktari wa asubuhi. Sasa kesho yake asubuhi daktari kukuja, akaniuliza venye tu daktari wanaulizanga watu, ni nini imekuleta hapa? Nikamwambia mimi maji yangu ilipasuka usiku, nikakuja. Daktari mwenzako akaniambia temi yake imeisha, ningoje daktari wa asubuhi. So nikapimwa njia, niko 3 cm, nikaambiwa tu zunguka. Hiyo tu ndio kitu nilikuwa nashinda nikiambiwa kila siku mpaka sasa hiyo siku ya 4. Sasa waliona hii ni kama ni serious sasa. Ulijifungua kwa njia ya kawaida? Ndio, nilizaa normal. Na baada ya hapo kuna chochote daktari alikwambia? Hakuna kitu daktari aliniambia kwa sababu mtoto alilia. Mimi mwenyewe niliona mtoto alilia, lakini mimi nilizimia masaa 2. Nikaamka, tukapelekwa kwa kitanda, tukalala na mtoto. Sasa hiyo siku yote mtoto hakunyonya. Kesho yake mtoto akabadilika, akawa mweupe na akazeeka kabisa. Sasa hapo ndo alipelekwa nasari. Baada ya kumpeleka mtoto nasari, walikuambia mtoto ana matatizo gani? Hawakuniambia kitu yoyote. Walimweka tu hapo, wakaniambia watamwangalia wiki 1, wiki 2, wiki 3. Mtoto akikuwa sawa, tutaruhusiwa kwenda nyumbani. Mimi hata nikitoka hospitali sikuwa najua mtoto wangu kama ako na shida yoyote. Sikujua kabisa. Waliniambia kwa sababu hajanyonya, walikuwa wanataka hiyo ngozi yake irudi kawaida kama ya watoto, aache kuzeeka
na aache kukua mweupe. Ni wapi ulijua pengine mtoto hayuko sawa? Nilijua mtoto akiwa na miezi 11. Ndio nakuja kuona hapana, hata kama sijai kuwa na mtoto si kawaida. Mikono za mtoto zilikuanga hivi. Sasa hata ukitaka kumuosha, ukitaka kumnini unang'ang'ana na yeye. Lakini sasa wale watu wenye walikuwa wanakuja kutembea walikuwa wanafurahia wakisema Kariuki ako na nguvu, mtoto ako na nguvu. Yaani hakuna mtu mwenye alinotice. Umeshakubali hali ya mtoto. Kitu gani kilikupatia msukumo kusonga mbele? Ya Mungu akitupatia huyu mtoto, si ati yako anajua kenye anafanya. Alikuwa anajua. Sasa kenye tutafanya, hata challenges zikuje, tuko pamoja na huyu mtoto. Mimi na mtoto wangu nitasimama na yeye vizuri, nitamlea. Hata kama ni kulala njaa, tutalala njaa. Kama atakosa diaper ni sawa, atakaa hivyo, lakini ni mimi na Kariuki mpaka mwisho. Naam, asante sana msikilizaji. Unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii BBC Swahili. Tayari taarifa hiyo tumekwisha kukuchapishia. Utaiona na kumsikiliza kwa kina. Babu Olodi Sandamu unasema Mungu akubariki sana kwa mvumilivu, hivyo hivyo Mungu yupo. Huyu anasema Emmanuel Kaminyoge anakupa pole na hongera kwa ujasiri wa kumlea mwanao. Msikilizaji, kama ulivyosikia katika waridi wa BBC, sasa inatupeleka katika gumzo ambapo mwezi Machi dunia hutumia kukuza uelewa wa ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, kuhamasisha jamii, kukuza ushirikishwaji na kushinikiza utafiti, matibabu na usaidizi bora. Kwa nini takwimu za ulemavu wa ubongo kutoka jarida la Afrika la ulemavu linaashiria Afrika Mashariki viwango vyake ni vya juu zaidi ikilinganishwa na nchi zilizoendelea, na nini kinachochangia ongezeko hili? Nimezungumza na Daktari Tony Njoroge kutoka nchini Kenya. Si kwamba Afrika Mashariki ina watoto wengi zaidi ambao wanapata ulemavu wa ubongo pekee, bali kuna mchanganyiko wa sababu za kitabibu na kijamii zinazochangia kuwa na hii shida ya cerebral palsy kwa wingi katika Afrika Mashariki. Sababu kuu ni kama matatizo wakati wa ujauzito na kujifungua. Afrika Mashariki, wakati mama ako mjamzito, anaweza kuwa na shida ya maambukizi kama malaria na infections zingine ambazo zinaweza affect mtoto. Pia ukosefu wa lishe bora na huduma duni za antenatal pia zinachangia sana kuongeza hiyo shida ya cerebral palsy. Ile kuzaliwa kabla ya wakati tunaita prematurity. Then huduma za uzazi na watoto wachanga, yani ile ambayo tunaita neonatal care, bado zina changamoto sana. Then kuna maambukizi mengine ambayo huwa yanakuja baada ya mtoto kuzaliwa kama meningitis. Meningitis huwa ina lead to cerebral palsy. Pia ile ugonjwa ambayo tunaita jaundice, lakini ile jaundice ambayo imepita kiwango fulani ndio huwa pia inaweza affect ubongo na ifanye mtoto akuwe na cerebral palsy. Takwimu zinaonyesha kwamba tunawapoteza watoto wao wanapofikisha umri wa miaka 8 hadi 17. Ni kwa nini hapo? Kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinaonyesha kwamba hao watoto baada ya kuzaliwa wakifika tuseme miaka 8 hadi hapo 17 adolescents tunawapoteza. Sababu ni kama ukosefu wa huduma endelevu. Huduma nyingi zinalenga watoto wadogo tu, lakini sasa wakianza kukua wakubwa, hizo huduma haziwalengi sana, so tunawapoteza kirahisi. And then kuna zile magonjwa ambayo yanaambatana na hiyo ugonjwa wa cerebral palsy ambazo tunaita kwa kimombo comorbidities, kama kifafa, utapiamlo, maambukizi ya mara kwa mara. Then changamoto ya lishe bora. Watoto wengi hawawezi kula vizuri. Hawa watoto ambao wako na cerebral palsy utaona kuwa wana shida ya either speech, feeding, so hawawezi kula vizuri na wanaishi kuwa na udhaifu mkubwa wa mwili. Chama cha ulemavu wa ubongo nchini Kenya hutoa huduma, lakini ufahamu na ufikiaji unasalia kuwa mdogo. Ni wapi mamlaka zinalegalega? Kenya tuna ile chama ambacho tunaita Cerebral Palsy Society of Kenya, ambayo at least inasaidia hawa watoto wa shida ya cerebral palsy. Wamejaribu kufanya kazi nzuri, lakini hawezi kubeba mzigo wote wa taifa. So serikali imekuwa na upungufu wao, kama ukosefu wa huduma za rehabilitation mashinani. Ukiona hii ugonjwa wa cerebral palsy inahitaji physiotherapy ambayo haipatikani kwa urahisi huko mashinani. Inahitaji pia kitu ambacho tunaita speech therapy, which is pia ni nadra sana huko mashinani.
Another problem nyingine ambayo serikali imekuwa gharama kubwa ya matibabu. Unapata hakuna bima inayofunika kikamilifu huduma hizi. Then elimu jumuishi bado ni changamoto sana. Shule nyingi hazina hizi miundo msingi ya kuhudumia watoto wa cerebral palsy, na walimu wengi hawajafunzwa handle au watoto ambao wako na hii ulemavu ya cerebral palsy. Then pia serikali imekuwa imetepetea kwa uhamasishaji mdogo sana. Like hakuna ile kufahamisha society about cerebral palsy. Then sera zipo lakini utekelezaji ni mdogo. Sheria nzuri lakini hazifanyi kazi kikamilifu huku chini. So tatizo si ukosefu wa sera pekee. Tatizo ni utekelezaji na uwekezaji mdogo katika maisha ya kila siku ya watoto hawa. Tutizame unyanyapaa. Mfano Kenya kuna sheria mpya ya walemavu ya mwaka 2025, lakini wazazi wengi bado wanawaficha watoto kutokana na hofu ya kulaumiwa, kunyoshewa vidole, kudharauliwa. Sasa watoto kwenye mazingira haya wanakumbwa na tishio gani? So hatari kuu hapa ni kuchelewa kwa matibabu. Ni jambo la kusikitisha sana na linaathiri moja kwa moja maisha ya mtoto. So unapata hatari kuu hapa ni kucheleweshwa kwa matibabu, so hakutakuwa na early intervention. Alafu another problem ni kutengwa kijamii, social isolation. Hakuna marafiki, hakuna maendeleo ya kijamii. Then pia kunaweza kuwa na vitu kama kukosa elimu, wanakosa haki ya kimsingi. Na athari za kisaikolojia pia. Unajua ile kufichwa pia ina affect sana hawa watoto, na wanakosa kujithamini, na wengine wao pia wanapata na hii msongo wa mawazo ambayo tunaita depression. So tunapomficha mtoto, hatufichi ulemavu peke yake, tunamnyima pia haki yake ya kuishi maisha kikamilifu. Kwa mzazi anayekusikiliza sasa hivi na mwenye mtoto mwenye ulemavu wa ubongo na anahisi amekata tamaa, huyu ungempa ushauri gani kitaalamu? Jambo la kwanza ni kubali hali mapema. Ukikubali huwa inasaidia kuanza safari ya msaada. Then jambo la pili ni kuwa tafuta msaada mapema. Tunaona hawa ni watoto ambao wako na special abilities, na kuwa waanze kuenda hizo physiotherapy clinics za watoto, wajoin zile support group. Then mtoto ana uwezo, kila mtoto ana potential yake. Wengi wanaweza kusoma, kuwasiliana, kujitegemea kiwango fulani. Then pia kama mzazi, tafuta jamii ya msaada. Mashirika kama hii Cerebral Palsy Society of Kenya, wengine pia learn from them. Then jambo la tano ama la mwisho ni usikate tamaa. Safari ni ndefu, ndio ya peke yako, so usikate tamaa. So mtoto wako si ulemavu wake, ni binadamu mtoto, uwezo na thamani kamili katika jamii. Ni Tony Njoroge kutoka nchini Kenya, mtaalamu wa ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, akihitimisha mazungumzo nami. Asante sana msikilizaji kwa kupaza sauti yako katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Shukrani kwako Digina Kibomu ukiwa Kibosho, Tanzania, unategea sikio matangazo haya ya asubuhi. Mkulima halisi Baba Charity unasema kutoka Morogoro mjini, asante sana BBC kwa habari. Hivi ni lini vita vya Iran na Marekani vitaisha? Jairus Mukwana Zadok unasema hongera sana kwa mwanamke aliyekubali hali halisi ya mwanae halali, unampa pongezi kwa kuikubali hali yake. Shukrani kwako msikilizaji, jumbeni nyingi sana hapa, lakini muda umeruhusu kukusomea hayo machache. Kwa niaba ya Victor Kenani, msimamizi wa matangazo haya, Esther Duambano, Jonathan Mwangi na Florian Kaijage, mimi ni Martha Saranga, ninakutakia asubuhi njema.